Tutajifunza namna ambavyo sisi kama waamini tunaweza kuyaongezea thamani maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Namna ambavyo tunaweza kuyaongezea thamani maombi yetu, au tunaweza kuyapa nguvu maombi yetu ili tuweze kupata mahitaji au tupate haki yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kichwa chetu cha habari, yaongezee thamani maombi yako ili upate haki yako. Yaongezee thamani maombi yako ili upate haki yako. Haleluya. Yaongezee thamani au yaongezee nguvu maombi yako ili upate haki yako. Sawa jamani, Na kusudio langu au kusudio la Mungu leo tujifunze mambo makuu matatu. Namna ambavyo matendo mema yanaweza kuongeza thamani kwenye maombi yetu. Jambo la kwanza, matendo mema yanaweza kuongeza thamani au nguvu kwenye maombi yetu tunayoyaomba. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, namna ambavyo kumkumbusha Mungu juu ya matendo tuliyoyatenda mema kunaweza kuongeza thamani kwenye maombi yetu. Pointi ya pili ni namna kumkumbusha Mungu juu ya matendo yetu mema kunaweza kutuongezea thamani kwenye maombi yetu. Na jambo la mwisho, tutajifunza namna kumngoja Bwana au kumsubiri Bwana kunaweza kuongeza thamani kwenye maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa siku tutajifunza mambo matatu. Na kwenye utangulizi wetu unasema kwamba maisha yetu ya kiroho au Kristo tulionao kila siku unatutaka tuwe watu wa maombi. Kila siku Ukristo wetu unatutaka tuwe watu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo basi tunapaswa kufahamu kwamba ni kupitia maombi tunapata haja zetu. Moja, kupitia maombi tunapata haja zetu. Lakini pia kupitia maombi tunapata maelekezo. Tunapata maelekezo kutoka kwa Mungu au mafunuo kutoka kwa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Kupitia maombi tunapata mahitaji yetu, lakini pamoja na maelekezo kutoka kwa Mungu. Hayo yote, mahitaji pamoja na maelekezo au mafunuo, yanatupa sisi kustawi. Yanatupa sisi kufanya nini? Kustawi. Mwisho wa siku maisha yetu ya Kikristo yanapaswa kuwa na matokeo. Yanapaswa kuwa na nini? Matokeo. Haleluya. Unaposomesha mtoto kuanzia shule ya msingi, anapoanza unategemea awe na matokeo mazuri. Na Mungu wetu vivyo hivyo anatamani tunapoomba maombi yetu yana matokeo mazuri. Sawa jamani, Wafilipi 4:6-9. Wafilipi 4:6-9. Andiko letu linajulika. Msijisumbue kwa jambo lolote, lakini katika kila neno kwa kufanya nini? Haja zetu nazifanya nini? Nazijulikane na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi yanatupa fursa ya kuzipeleka haja zetu kwa nani? Kwa Mungu. Sawa jamani? Lakini Luka 18:1-7. Luka 18:1-7. Yesu akasema imewapasa kuomba bila kukata tamaa. Si ndio Akatupa mfano wa nani jamani? Nisomee pale Luka 18:1-7. Maandiko ndio. Luka 18:1-7. Ndio. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki ya adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, niendelee? Mstari wa 7 umefika? Huo ni kwa 6. Ndio. Bwana akasema, sikilizeni asemayo yule kazi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia nyinyi haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Yeye ni mvumilivu kwao.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwa habari ya kuomba ili tupate mahitaji, maandiko yanasema tufanye nini? Tuombe bila kukoma. Anatolea mfano, anasema palikuwa na kadhi dhalimu pamoja na nani? Na mjane. Na mjane akamwendea kila siku akimkumbusha na kumsumbua kwa habari ya haki yake. Haleluya. Kwa hiyo unapoendelea na maombi, fahamu ya kwamba kuomba ndio mfumo wetu wa maisha. Hata kama hujapata leo, unapaswa kufanya nini? Kuendelea kuomba. Kuendelea kufanya nini? Na mwisho anamalizia anasema Mungu ni mwaminifu, atawapa haki yao wale wanaomuomba usiku na mchana. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa hiyo tumeona mambo hayo mawili. Wafilipi andiko hilo la kwanza na hili la pili la Luka 18. Twende tuone nini maana ya maombi. Nini maana ya maombi? Neno maombi linatokana na neno la Kiebrania tefila. Tefila. Neno la Kiebrania ni tefila, nalo linamaanisha kwanza kujichunguza kwa ndani. Kujichunguza kwa ndani na kutoa hesabu. Kujichunguza kwa ndani na kutoa hesabu au kuwajibika kiroho. Kujichunguza kwa ndani na kutoa hesabu au kuwajibika kiroho. Kwa Kiingereza ni self-reflection and spiritual accounting. Self-reflection and spiritual accounting. Kwa hiyo ni maana ya kwanza. Kujichunguza, lazima unapoenda kuomba ujichunguze wewe mwenyewe kwa ndani, lakini utoe hesabu au uwajibike kwa yale uliyoyatenda. Lakini namba 2 inasema ni mawasiliano ya mtu na Mungu. Mawasiliano ya mtu na Mungu. Ndio tumezoea maana hii kwa maana ya personal communication with God. Mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Hii ni kwa mujibu wa tafsiri ya watu wa dini ya Kiyahudi kwa maana ya Judaism. Mawasiliano ya mtu na Mungu. Maana hii ndio tunatumia kila siku. Hivyo basi maombi ni mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mwanadamu na Mungu. Nayo yanaelezea yafuatayo. Kwenye maombi, kwanza unaelezea shukrani. Shukrani. Lakini kuna kuomba rehema kwenye maombi. Kuomba rehema, kuwasamehe wengine. Lakini kuwasilisha mahitaji mbele za Mungu ili upate msaada. Kuwasilisha mahitaji mbele za Mungu ili upate msaada. Tupo pamoja Tumefika wote jamani? Bado? Basi malizieni. Pointi ya mwisho ni kuwasilisha mahitaji mbele za Mungu ili kupata msaada. Ndiyo malengo ya maombi. Somo letu linasema yaongezee thamani maombi yako ili upate haki yako. Haki ni nini? Haki ni nini? Jumapili hapa tulianza utangulizi. Haki ni stahili ya mtu. Haki ni stahili ya mtu, kile anachokistahili mtu. Ndiyo maana ya rahisi. Lakini haki mtu anaipata kutokana na kuwa sambamba na kweli fulani. Kuwa sambamba na kweli fulani. Lakini kwa kukidhi vigezo fulani. Kwa kukidhi vigezo fulani. Kwa hiyo kukubaliana au kuwa mrengo wa kweli fulani pamoja na kukidhi vigezo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Haki ni stahili ya mtu, anaweza kuipata kwa kuwa sambamba na kweli fulani au kukidhi vigezo fulani vilivyowekwa. Inategemea kama ni mfumo wa kimahakama, mfumo wa kimungu, lazima uweze kufanya nini? Kukidhi vigezo. Mungu wetu ni wa haki. Bwana Yesu asifiwe. Upatikanaji wa haki unatuhitaji sisi kuwasilisha uthibitisho au ushahidi kwamba tumefuzu kuipata au tumetimiza vigezo ili tuipate. Bwana Yesu asifiwe. Ili kupata haki kwa hali tu ya kawaida kwenye mfumo wa kawaida tu wa kimahakama unahitaji kuwa na uthibitisho. Si ni sawa jamani? Uwe na uthibitisho au ushahidi kwamba umefuzu kuipata, lakini pia una vigezo vya kuipata. Si ndio? Unaweza kuwa na kiwanja lakini mtu akaja akaingilia kiwanja chako.
Ukishindwa kuthibitisha ulikipata wapi, haki inahama, si ndio? Kwa sababu umeshindwa kufanya nini? Kuthibitisha. Maandiko yetu ya somo yanatoka kitabu cha Isaya 43:26. Isaya 43:26. Isaya 43:26. Lakini na Isaya 3:10 mpaka 11. Isaya 3:10 mpaka 11. Naomba tusomee Isaya 43:26. Msomaji, Isaya 43:26. Yes, Isaya 43:26. Ndio. Naifikia kama Bwana aishivyo. 43:26. Ndio. Inasema hivi: unikumbushe na tuhojiane. Ndiyo. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Anasema unikumbushe na tufanye nini? Na tuhojiane. Kwa hiyo kupata haki ni kumkumbusha Mungu kila wakati, si ndio? Kule kwenye Luka amesema ombeni bila kukoma. Kwa hiyo wakati mwingine kupata mahitaji yako kunategemea namna unavyomkumbusha Mungu kila wakati. Na unamkumbusha wakati gani? Ni wakati wa maombi, si ndio? Biblia yangu tafsiri ya Kiingereza hii ni good news, ile tafsiri ya habari njema, inasema yafuatayo. Kwa Kiingereza nasoma, nitatafsiri kwa Kiswahili. Inasema let us go to court. Let us go to court. Twendeni mahakamani. Anasema bring your accusation. Lete malalamiko yako. Lete malalamiko yako. Anasema present your case. Wasilisha mashauri yako. Anasema to prove you are in the right. Ili kuthibitisha kwamba wewe uko sahihi. Sawa jamani? Kwa hiyo andiko hili kwenye tafsiri hii ya habari njema inasema njoo mahakamani. Eleza mambo yako, malalamiko yako, yathibitishe ili uweze kupata haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo linatuonyesha uwezekano wa kuleta maombi mbele za Mungu, lakini maombi yetu yakiwa na uthibitisho yanaweza kupata matokeo. Sawa jamani? Na yakishindwa kuwa na uthibitisho au ushahidi yanaweza kushindwa. Ndio maana anasema present your case to prove you are in the right. Tuko pamoja jamani? Amen. Uwepo wa mfumo huu wa kimahakama, wa haki wa kimahakama, si ndio? Tunaufahamu. Una mahakama, una polisi, si ndio? Una magereza na mambo mbalimbali. Ni mfanano wa mfumo wa Mungu. Sawa jamani? Ni copy, ni nakala ya mfumo wa kimungu. Sawa jamani? Tunapoona maneno, kwa mfano maneno haki kwenye Biblia, si ndio? Maneno hukumu, sawa? Maneno rehema, maneno adhabu, maneno mtetezi, mshtaki, pamoja na mambo mbalimbali yanayofanana na hayo, yanatuonyesha kwamba mfumo wa haki huko mbinguni au ulianzia mbinguni, si ndio? Tunaambiwa kwamba Yesu atazihukumu kabila za Israeli, si ndio? Hukumu, sawa? Hukumu ina kupata na kukosa, ina kuthibitisha na kushindwa kuthibitisha. Tuko pamoja jamani? Tusome kitabu cha Zekaria sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 10. Zekaria sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 10. Nyusa mpaka wa 10. Kama neno la Bwana linavyosema, ndiyo. Basi uwaambie Bwana wa majeshi asema hivi, nirudieni mimi, asema Bwana wa majeshi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Msiwe ninyi kama baba zenu ambao manabii wa zamani waliwalilia. Ni Zekaria hiyo? Si Zekaria au? Zekaria au Zakaria? Zakaria. Ndiyo. 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 Amesimama mkono wake wa kuume. Zekaria anasema kisha akamuona nani?
ili kushindana naye. Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele za Mungu, na mkono wake wa kuume ni nani jamani? Shetani, si ndio? Amesimama ili kufanya nini? Kushindana naye. Biblia ya Kiingereza inasema to resist him. Sawa to resist and oppose him, ili kumpinga na kushindana naye. Sawa jamani tuendelee. Bwana akamwambia Shetani, ndiyo, Bwana na akukemee, ewe Shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Simama hapo kidogo. Anasema basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa amesimama mbele ya malaika. Bwana Yesu asifiwe. Kilichomfanya Shetani ampinge Zekaria, alikuwa amefanya nini? Amevaa nguo chafu sana. Tuendelee. Naye huyo akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Nikasema, na wampige kilemba kizuri kichwani pake. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi, naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Kisha malaika wa Bwana akamshuhudia Yoshua akisema, Bwana wa majeshi asema hivi, kama ukienda katika njia zangu na kama ukishika maagizo yangu, ndipo utakapoihukumu nyumba yangu, nawe utazilinda nyua zangu, nami nitakupa nafasi ya kunikaribia kati yao wasimamao karibu. Ishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tutamalizia mpaka mstari ule wa mwisho wa 10. Anasema kwamba alimuona Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele za Mungu, na Shetani amefanya nini? Amempinga. Kwa sababu anasema ni kwa sababu Yoshua alikuwa amevaa mavazi machafu. Lakini yalipoondolewa yale mavazi, Mungu akasema na nani? Na Yoshua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Shetani anasimama kutupinga, na akiwa na ushahidi wa kutupinga anaweza kufanikiwa, si ndio? Anaweza kufanya nini? Kufanikiwa kutuzuia au kuzuia maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utasoma mwenyewe waraka wa kwanza wa Petro 5:8. Waraka wa kwanza wa Petro 5:8. Anasema ibilisi aliye mshtaki wetu anafanya nini? Ni kama simba angurumaye. Anafanya nini? Akitaka mtu afanye nini? Ameze. Si ndio jamani Lakini tiba yake anasema nyuma pale tufanye nini? Tukeshe. Tufanye nini? Tukeshe. Kwa hiyo tiba yake ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini? Ni maombi. Sawa. Swali. Mwalimu Jumapili alisema tunapata haki kwa imani. Si tunakubaliana naye? Tunapata haki kwa imani. Sawa Hai, tunapata haki kwa imani au matendo? Swali kwenu. Tatoa dakika 3 tujadili kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko haya yatatuongoza. Warumi sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 3. Warumi sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 3. Warumi sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 3. Tusomee, msomaji tukimbie. Warumi sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 3. Basi tuseme juu ya Ibrahimu baba yetu kwa jinsi ya mwili. Kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele za Mungu. Maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake uhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Mstari wa 13 mpaka 22. Kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria, bali kwa haki aliyohesabiwa kwa imani. Maana ikiwa wale wa sheria ndio warithi, imani imekuwa bure na ahadi imebatilika, kwa sababu sheria ndio ifanyayo hasira. Maana pasipo kuwapo sheria hapana kosa.
Kwa hiyo ilitoka katika imani, iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wote, si kwa wale wa torati tu, ila na kwa wale wa imani ya Ibrahimu aliye baba yetu sisi sote. Unaweza ukaishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mstari ule wa 13, anasema kwa maana ile ahadi ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria bali kwa haki aliyohesabiwa kwa imani. Si ndio jamani? Si ndio mwalimu alitufundisha andiko hili Haya, akatufundisha na Efeso 2:8. Efeso 2:8 utaandika, linaendana na lile na Waebrania 11:8, yale tu. Ibrahimu anahesabiwa haki kwa imani. Si ndio jamani Na anaamini anazipata zile ahadi. Tusome Yakobo 2:14 mpaka 16. Yakobo 2:14 mpaka 16. Yakobo 2:14 mpaka 16. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na akapungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, nendeni zenu kwa amani mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haya, swali kwenu. Haki tunapata kwa matendo, kwa imani? Kwa nini? Na kwa nini Yakobo anasema imani bila matendo imekufa? Mkono juu, mkono wa kwanza. Tuanze na mwalimu. Karibu mwalimu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapata haki kwa imani kwa sababu matendo tunayozungumza na yanazungumzwa kwenye hii Yakobo, maana yake imani, msingi wake, yale matendo yote ambayo wewe unatakiwa kuyafanya yapo ndani ya imani. Maana imani imebeba mpaka ile sheria ndani, yani ile sheria yenyewe ambayo tunaifanya, usizini, usiibe, usifanye chochote, viko ndani ya imani, yani vimezaliwa ndani ya imani, ndio imebeba vile vitu. Maana yake matendo ambayo mtu anatakiwa awe nayo, kinatakiwa kwanza kitangulie imani. Kwa mfano, kwenye kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukisha amini, sawa, kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tayari wewe umeshaingia kwenye nafasi ya kumpendeza Mungu, si ndio? Umekaa kwenye nafasi ya kutembea na Mungu. Umekaa kwenye nafasi ya kuanza kukaa kwenye mfumo ambao Mungu anataka mtu awe baada ya mwanadamu kuanguka kwenye dhambi. Sasa kinachofuata pale baada ya mtu kuamini, ndani ya kuamini kuna kitu kingine kinakuja kuzaliwa ambacho kinatembea ndani ya ile imani yako, ili udhihirishe sasa kwamba wewe Mungu unamwamini. Ndio kuna kitu kinachofuata kinaitwa matendo. Sasa yale matendo hayatokani kwa sababu kumeandikwa, sawa, hayatokani kwa sababu kuna sheria. Ya ile imani yenyewe inakupa kufanya vile vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kinachozungumzwa kwenye Yakobo. Maana kama unaamini, halafu ndani ya kwenye kuamini kwako hakuna kitu kinachozaliwa kutokana na ile imani, basi hiyo imani imekufa. Maana bado hujaamini. Tafsiri ya Yakobo hapa, bado wewe hujaamini. Ili ithibitike kwamba umeamini, tuone ile imani inazalisha kitu, yenyewe inazaa matendo. Amina. Yakobo anasema hata Ibrahimu mwenyewe alifanya nini? Alitoa. Si ndio anasema bali? Imani yake haikuwa bure. Alifanya nini? Alimtoa mwanae wa pekee. Bwana Yesu asifiwe. Tumpongeze jamani mwalimu wetu wa Jumapili. Wa pili jamani. Mtu wa pili. Karibu. Imani au matendo? Imani. Matendo? Tunapata haki kwa imani au kwa matendo? Karibu mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Siko mbali na mwalimu mchungaji Vedasto. Ni kwamba imani na matendo vyote vinamtambulisha mtu. Sasa viko vipi? Vinafuatana. Imani ya Mkristo inajulikana kutokana na matendo yake, na imani ya mtu wa dini nyingine inajulikana kutokana na matendo yake.
mfano. Biblia imesema usifanye dhambi. Haya, sisi tunazungumzia mlevi na mtu ambaye sio mlevi. Wakilewa, nani atajulikana kama huyo hapa yuko tofauti na mwenzake? Si yule mlevi yale ni matendo yatamuonyesha. Na ndio maana wakasemaje, tutamtambuaje mtu pasipo nini? Tunamwangalia matendo. Petro alivyokuwa kwenye ile kundi, walimtazama pia kutokana na ile imani na ile mwenendo wake, wakamfananisha kwa staili ambayo ipo. Yaani kwamba unarudi pale wanaposema ndege wapatanao ndio walukao kwa pamoja. Kwa hiyo watu wenye imani ya Kristo, mienendo yao na matendo yao yatajionyesha kwamba watu ni wa Kristo. Watu wa imani ya shetani, mienendo yao na matendo yao yatawaonyesha kwamba ni wa shetani. Kwa hiyo matendo kwa mujibu wako ni muhimu kwenye imani, yanaikamilisha imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine anataka kuongeza? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapata vitu viwili, si ndio Vitu viwili. Cha kwanza ni matendo ya sheria. Matendo ya sheria. Lakini cha pili ni matendo ya imani. Matendo ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Mkanganyiko huu unaweza kutolewa na mambo mawili. Kufafanuliwa na mambo mawili. La kwanza ni matendo ya sheria na la pili ni matendo ya imani. Tusome Mathayo 19:16 mpaka 26. Mathayo 19:16 mpaka 26. Mathayo 19. Nilikuwa naandika ndo maana. 19:16 inasema, na tazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Akamwambia, kwani kuniuliza habari za wema? Aliye mwema ni mmoja. Lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri. Akamwambia, zipi? Yesu akasema, ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo. Waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Yule kijana akamwambia, haya yote nimeyashika, nimepungukiwa na nini tena? Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nao utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Yule kijana aliposikia neno lile akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Tumeuelewa mfano. Yesu anasema kijana mmoja alimwendea Yesu. Akamwambia, Mwalimu, nifanye nini? Si ndio? Nifanye jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Yesu akamwambia, umeishika sheria? Akamwambia, kuzini, kuiba na mambo mengineyo. Akasema, hayo nimeyashika toka utoto wangu. Sawa jamani? Hayo ni matendo ya sheria. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza sheria, moja kati ya eneo tunazungumza sheria zile za Musa. Sheria za Musa, si ndio? Amri 10 za Mungu, si ndio? Huyu kijana anasema, hayo nimeyashika toka utoto wangu. Sawa jamani? Ni wazi kwamba mtu anaweza kuwa amezishika amri, si ndio? Lakini haendi mbinguni. Lakini hana uzima wa milele, si ndio? Kwani ndugu zetu hawatoi zaka? Hawafungi? Si ndio? Si wanafunga? Si wanafanya ibada? Si ndio? Tena wakati mwingine mara nyingi kuliko sisi, si ndio? Lakini kwa nini wao sio wenye haki? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wana matendo ya sheria, si ndio? Wana matendo ya sheria. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi, kufahamu kwamba ipo tofauti kati ya matendo ya sheria na matendo ya imani. Kama mwalimu alivyosema, unapoamini ile imani inaanza kuzaa matendo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Yakobo anavyofafanua kwamba yapo matendo ya imani, na hayo sasa unapokuwa nayo hiyo imani yasionekane, ndio imekuwa kitu bure, ndio inakuwa imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 25:31. Andika Mathayo 25:31. Mathayo 25:31. Nisome? Ndio. Inasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye,
ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi ya mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njoni mliobarikiwa na Baba yangu, ulisini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, na una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme akajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadri mlivyomtendea mojawapo wao ndugu zangu walio wadogo mlilitendea mimi. Kisha akawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliyowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Unaweza ukaishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona uwezekano huu wa kwamba matendo yetu mema tunayoyatenda hapa duniani, si ndio, yanaweza kututetea hata mbinguni. Sawa jamani, matendo ya imani tunayoyatenda hapa duniani yanaweza kutupa thamani mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haraka tu, si ndio? Tunapomwamini Yesu, tunapompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunapata mambo yafuatayo. Tunapata haki zifuatazo. Haki ya kwanza ni haki ya kuwa wana wa Mungu. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Si ni sawa jamani? Yohana 1:12 mpaka 13. Kwa hiyo haki ya kwanza mtu anayoipata baada ya kumwamini Yesu ni kufanywa mwana wa Mungu. Sawa Yohana 1:12 mpaka 13. Lakini haki ya pili ni kuurithi ufalme wa mbinguni. Kuurithi ufalme wa Mungu ni haki ya pili. Namba 3, tunapata wokovu. Tunapata wokovu na mwisho tunapata msamaha wa dhambi. 1, tunapata haki ya kuwa wana wa Mungu. Tunapata kuurithi ufalme wa Mungu. Lakini tunapata wokovu, kuokolewa. Lakini mwisho tunapata msamaha wa dhambi. Ongeza hapo Warumi 8:16 mpaka 17, Warumi 8:16 mpaka 17. Alafu Warumi 10:10. Warumi 10:10. Utasoma pia Marko 16:16. Marko 16:16 na Wakolosai 1:10 mpaka 14. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapompokea Yesu tunapata haki zote hizi ambazo nimezitaja. Yapo mambo mengi yanaweza kuongeza thamani maombi yako. Sawa Utakatifu ni mojawapo na mambo kadha wa kadha. Sawa jamani? Lakini nilitamani tujifunze mambo haya matatu ya msingi. Jambo la kwanza ni kutenda mema. Kutenda mema. Isaya sura ya 1 mstari wa 17. Isaya sura ya 1 mstari wa 17. Jambo la kwanza kama nilivyosema awali ni kutenda mema. 1:17 Isaya. Nisome? Ndio. Isaya 1:17 inasema, jifunzeni kutenda mema, tekeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Anasema jifunzeni kutenda mema. Sisi kama Wakristo tunapookoka, tunapokuja kwa Yesu, imani inatufundisha kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo sura ya 1:27 ninasoma. Yakobo sura ya 1:27 anasema dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii, kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dini iliyo safi nifanya nini?
ni kutenda mema. Yakobo anatusisitiza tutende mema. Kwa hiyo kama unataka maombi yako yawe na matokeo, jifunze kutenda mema. Sawa jamani Lakini jambo la pili ni kumkumbusha Mungu juu ya matendo mema uliyoyafanya. Unapoomba siku zote jaribu kumkumbusha Mungu yale uliyoyafanya mema. Kumkumbusha Mungu kuna yaongezea thamani maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Na tuna mifano kadha wa kadha ambayo tunaweza kujifunza kwayo kwenye pointi hii. Kumbuka unapomuomba Mungu, mkumbushe juu ya matendo mema uliyoyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona habari za Hezekia, kitabu cha Isaya 38 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Hatutasoma Isaya 38 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Biblia inasema Hezekia mfalme alifanya nini? Aliugua. Sawa jamani Mungu akamtuma nabii akamwambia, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utafanya nini? Hutapona, utakufa. Biblia inasema Hezekia akageuka ukutani akamkumbusha Mungu aliyoyatenda. Matokeo yake mawazo ya Mungu yakabadilika, akamtuma tena Isaya akamuongezea miaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kule kumkumbusha Mungu mambo aliyoyatenda kuliongezea thamani maombi yake, au kuliapa nguvu maombi yake, akapata matokeo. Tuko pamoja jamani Lakini tunaona kwa habari ya Kalebu. Kwa habari ya Kalebu inapatikana kitabu cha Yoshua 14. Yoshua 14 mstari wa kwanza mpaka wa 15. Wimbo huu unaimbwa kila siku na vijana kwamba haya ni maneno ya nani? Ya Kalebu mwana wa nani? Wa Yefune. Alipomwendea nani? Yoshua, kumkumbusha urithi wao. Si ndio? Akamwambia kwamba mimi na wewe tulikuwepo wakati ule Musa aliponiambia, si ndio? Kwa habari za kupewa urithi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema sasa ni miaka mingapi imepita? 40 mingine, lakini sasa ninazo nguvu kama wakati ule. Anamwambia ampe urithi, lakini anaweka sababu. Anamwambia ni kwa sababu tulipotumwa kuipeleleza nchi, mimi nilikuja na mtazamo chanya juu ya ile nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hamwambii nipe tu urithi wangu, lakini anaongeza kitu cha kusupport. Anamwambia nilisema mambo positive. Wakati ule ambapo wale wengine waliyeyusha mioyo ya watu, mimi niliwatia moyo kwa habari ya ile nchi. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia hivyo basi nipatie sehemu ya urithi wangu. Yoshua anafanya nini? Anampa sehemu ya urithi wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona kwa habari ya Abrahamu, malaika wanamtembelea Abrahamu, wanaenda kuiangamiza Sodoma, si ndio? Abrahamu anajieleza kwa Mungu, anasema hata akibaki mtakatifu mmoja 10 anashuka. Anasema utaiangamiza? Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wake baada ya kumsihi sana Mungu na kumkumbusha wema wa mtu mmoja, Mungu anamponya Lut, si ndio jamani Mwanzo 18:23. Mwanzo 18:23. Lakini mwingine tunaona habari za Kornelio. Habari za Kornelio, Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Habari za Kornelio, Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema sadaka pamoja na maombi ya Kornelio yakamfikia Mungu, si ndio Mungu akamtuma Petro kwa habari ya kuokoa nyumba yake. Kwa hiyo matendo yake mema yaliongeza nguvu kwenye maombi yake, akapata matokeo. Sawa jamani? Lakini tunajifunza mwisho kwa habari ya Tabitha ama Dorcas. Matendo ya Mitume nyuma yake sura ya 9:36 mpaka 42. Tunajifunza kwa habari ya Dorcas ya kwamba wale wanawake, Dorcas alipokufa, wale wanawake wakamwendea Petro, si ndio? Wameshika kanzu alizoshona, si ndio? Wakamwambia mtu huyu anastahili kuwa hai, tazama wema aliyotutendea. Bwana Yesu asifiwe. Petro akamfufua Dorcas na akarudi tena. Kwa hiyo ule uthibitisho wa matendo mema ya Dorcas uliwapatia haki wale walio mwendea Petro. Sawa jamani? Tumeelewa hiyo mifano Pointi ya mwisho ni kusubiri au kumngoja Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kusubiri au kumngoja Bwana. Pamoja na kuomba kwingi, pamoja na kuomba bila kukoma, tunapaswa kusubiri. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kusubiri. Yakobo anasema saburi na iwe na kazi njema kwetu, si ndio? Yakobo 1:2 mpaka 4. Somee Yakobo 1:2 mpaka 4. Yakobo 2:1 mpaka 4. 1:2 mpaka 4.
Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Bwana Yesu asifiwe. Tusomee Ufunuo 1:9. Ufunuo 1:9. Mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo, nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Yohana anajitambulisha kama mtu aliyeshiriki mateso ya Kristo, lakini pamoja na subira ya nani? Ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma kwa wakati wako Habakuki 2 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Habakuki 2 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Anasema njozi hii bado ni kwa wakati uliofanya nini? Ulioamriwa. Anasema hata ikikawia fanya nini? Ingojee, maana haina budi kuja. Si ndio? Hata kama ikichelewa fanya nini? Ingojee. Kwa hiyo pamoja na kuomba unapaswa kusubiri. Unapaswa kufanya nini? Kusubiri. Na kusubiri kuna kutengenezea saburi. Si ndio? Ile kwa Kiingereza ni persistence. Ile hali ya juu ya kuweza kuvumilia mambo. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa namwambia mtu mmoja siku moja, nikamwambia wakati mwingine kwenye mambo ya kiroho, ukiona mambo yako tu yanaenda kirahisi, kuna uwezekano kwamba huna impact kubwa kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na nitakupa mifano. Nikampa mifano, nikamwambia mtazame Paulo. Pamoja na kupata viwango vikubwa vya neema na mafunuo, lakini alipita kwenye moto. Mtazame Yohana, tumetoka kusoma sura ya 1 mstari wa 9. Anasema yeye ni mshirika wa mateso ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Aliambiwa, mama yao alienda kuwaombea, akasema naomba mtoto wangu mmoja akae mkono wa kuume na mwingine wa kushoto. Akasema hilo ni la Baba, lakini kunywea kikombe changu mtakinywea. Walikunywa hawakunywa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikamwambia wakati mwingine ukiona tu unaenda kirahisi, una impact kubwa kwenye ufalme. Tazama Yusufu, alipita kwenye mateso. Nikamwambia mtazame Daudi mfalme alianza kuchunga kondoo. Si wote tunajua Biblia inasema akaenda akawa mpiga kinubi wa mfalme Sauli, si ndio Hata alipotawazwa kuwa mfalme, alipopakwa mafuta kuwa mfalme, hakuwa mfalme pale pale. Alimkimbia Sauli, si ndio? Alikimbizwa, akajificha mapangoni. Hata ilipofika wakati wa kuwa mfalme, hakuwa mfalme wa Israeli, alikuwa mfalme wa Yuda. Kabila ngapi? 2, si ndio? Baadaye ndo akawa mfalme wa Israeli. Kwa hiyo mambo ya kuyapata kirahisi. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho tunajua habari za Esau na Yakobo. Mungu anasema Yakobo ninampenda, Esau si ndio anavyosema? Kuna mahali gani wewe umewahi kusoma kwenye Biblia Mungu anaonyesha amemchukia Yakobo? Yaani tunaona ile chuki ya Mungu kwa Esau. Wapi? Biblia inatuonyesha kwamba Yakobo alipokuwa anatoka kwa Labani, Esau akaja kumlaki. Biblia inaeleza alikuwa na wanyama wengi sana na mali nyingi mno kuliko Yakobo, si ndio? Kwa hiyo Esau ni mtu aliyefanikiwa, si ndio? Lakini tunamuona Yakobo ni mtu aliyepita kwenye mchakato. Anaenda kutumika kwa Labani miaka mingapi? 14. 7 ya kwanza na 7 ya pili. Wakati mwingine paka mifugo anaipata kwa taabu. Kwa hiyo baada ya kupita kwenye ule mchakato anakuwa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Esau Biblia haituonyeshi kuna mahali Mungu alimkemea au alimpitisha popote kwenye mchakato. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiona unapitishwa kwenye mchakato, wakati mwingine unatumia muda mrefu kuyapokea mambo, fahamu ya kwamba una impact kubwa kwenye ufalme wa mbinguni. Destiny yako ni kubwa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Esau hatuonyeshi kwamba aliwahi kukemewa wala aliwahi kupita kwenye shida yoyote. Tunaonyeshwa kama mtu mwenye mali nyingi, lakini tunaona Yakobo amepita kwenye mchakato mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Namalizia hitimisho. Nasema ni wazi kuwa matendo mema pamoja na kumkumbusha Mungu, pamoja na kuishi kwenye kusubiri, kunaongeza uzito kwenye maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kutenda mema, lakini tunapaswa kumkumbusha Mungu yale tuliyoyatenda, lakini mwisho tunapaswa kusubiri. Sawa jamani? Kinyume chake, matendo mabaya yanatufanya tupingwe na shetani. Yanatufanya tufanye nini?
tupingwe na shetani na tushindwe kupata haki yetu. Tumesoma kwenye kitabu cha Zekaria 3:1-10 ya kwamba shetani alikuwa mkono wake wa kuume kufanya nini? Kumpinga. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilikuwa hapa kanisani. Mtu mmoja akanieleza kuhusiana na shida ya mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia ungeweza kumsaidia yule mtu. Nikamsaidia. Haikuwa fedha nyingi, ilikuwa fedha kidogo. Nikamsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna bwana mmoja aliwahi kuniambia, bwana, nataka kununua kiwanja. Muda mrefu sana, yani kama miaka 2 imepita. Alinitafuta Instagram, tulisoma naye, akawa amenitumia ujumbe akaniambia nataka kununua kiwanja. Akawa amekaa miaka 2 ikapita. Baada ya kumsaidia yule mtu, yule bwana akanitumia message Instagram tena. Akaniambia, ndugu yangu, nilipata changamoto. Nilipata mambo mengi, baadaye nikaona fedha zote nipeleke kuoa, nikaoa na nini, lakini sasa nimepata fedha za kununua kile kiwanja. Akaniambia njoo usimamie mauziano na mkataba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikapata fedha nyingi kutokana na kitendo kidogo tu. Bwana Yesu asifiwe. Kutokana na tendo jema dogo tu likanipa kupata fedha nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaenda kugusa mtu ambaye miaka 2 si 3 nyuma alikuwa ameshasahau, na mimi nilikuwa nimesahau kuhusiana na mauziano yale. Bwana asifiwe. Niwasitize tutende mema. Yakobo anatuambia dini iliyo safi ni nini? Kuwatazama yatima na wajane. Sio lazima uwe na vingi vya kutoa. Hata vichache ulivyo navyo unaweza kumsaidia mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na mazoea ya kusaidia wenye uhitaji. Mungu awabariki sana. Karibu mchungaji.